Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa ZEC Online TV. Karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu vya elimu ya mpiga kura. Mgeni wetu wa leo ni Bwana Maulid Ame Mohamed, mkuu wa kurugenzi ya huduma za sheria, Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Mtangazaji wako ni Mohamed Idris Haji. Bwana Maulid, karibu. Asante ndugu mtangazaji. Leo tutaendelea kuzungumzia dhana ya uchaguzi, tukijikita zaidi katika uga wa kuwazungumzia wagombea wa uchaguzi. Bwana Maulid, hebu tuelezee wagombea, ni nani mgombea? Mgombea ni mtu au sema ni mwananchi ambaye ameidhinishwa au amepitishwa na chama cha siasa kugombea katika nafasi ambayo yeye mwenyewe ameiomba chama chake kimpendekeze kugombea katika uchaguzi. Na kwa upande wa Zanzibar atasema ama atakuwa ni mgombea wa upande wa uchaguzi wa rais, atakuwa ama ni mgombea wa ujumbe wa baraza la wawakilishi, au atasema ni mgombea wa udiwani. Huyo atakuwa ndiye mgombea kwa muktadha wa uchaguzi. Bwana Maulid, umetutajia aina tatu za wagombea. Mgombea wa urais, mgombea wa kiti cha uwakilishi na mgombea wa kiti cha udiwani. Ni dhahiri kwamba hata sifa zao zinatofautiana juu ya wagombea hao. Hebu tuelezee, ili ugombee kiti cha urais unatakiwa uwe na sifa zipi hasa? Asante ndugu mtangazaji. Kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ambayo ni sheria namba 4 ya mwaka 2018 imetaja sifa za mtu kugombea nafasi ya urais kwa uchaguzi wa Zanzibar, ambayo ikasema sifa ya kwanza ni mtu awe ni Mzanzibari wa kuzaliwa, awe ni Mzanzibari lakini awe ni Mzanzibari wa kuzaliwa. Sifa ya pili ikataja kwamba mtu awe ametimiza umri wa miaka 40 ili aweze kugombea, awe ametimiza umri wa miaka 40. Sifa ya tatu ikasema kwamba awe ametimiza masharti yaweza kugombea au kuchaguliwa kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi. Hiyo ni sifa ya tatu ya mtu kuwa rais, yani awe na sifa za kuweza kugombea kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi. Na sifa ya 4 awe ni mtu ambaye ni mwanachama aliyeteuliwa na chama cha siasa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hizo ndo sifa ambazo 4 zimeorodheshwa kwa mujibu wa kifungu cha 43 cha sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018, sifa za mtu kuweza kugombea kwa nafasi ya urais wa Zanzibar. Umetuelezea vizuri sifa za ugombea, mtu ambaye anataka kugombea urais. Tumalizie na sifa za mtu ambaye anataka kugombea uwakilishi sasa. Kwa mujibu wa kifungu cha 44 cha sheria ya uchaguzi, sheria namba 4 ya mwaka 2018 imeorodhesha sifa za mtu kuweza kugombea nafasi ya ujumbe wa baraza la wawakilishi, na ikataja sifa hizo. Kwanza, mtu ili aweze kugombea nafasi ya ujumbe wa baraza la wawakilishi, sifa ya kwanza akasema kwamba mtu awe ni Mzanzibari, awe na umri wa miaka ambaye ametimia umri wa miaka 21, sifa ya pili. Na sifa ya tatu ikasema mtu kwamba awe ameandikishwa au ana sifa za kuandikishwa kuwa mpiga kura kwa uchaguzi wa ujumbe wa baraza la wawakilishi, kwamba mtu yeye mwenyewe tayari ameshaandikishwa. La sifa nyingine ambayo imetajwa imesema kwamba awe anaweza kusoma, lakini isipokuwa kwamba ikiwa ana matatizo ya uoni basi awe angalau basi anajua kuzungumza ufasaha lugha ya Kiswahili. Lakini sifa nyingine ambayo imeorodheshwa kwa wagombea wa wakilishi, awe mtu ambaye amependekezwa na chama cha siasa, chama ambacho kimesajiliwa kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sifa ya mwisho inasema kwamba mtu ambaye hazuiliki kugombea kwa nafasi hiyo kwa mujibu wa sheria yote ile ambayo labda hawezi kugombea. Kwa hivyo hizo ndo sifa ambazo zimeorodheshwa kwa mujibu wa kifungu cha 44 cha sheria ya uchaguzi, sheria namba 4 mwaka 2018, kwa mtu ambaye ili kuweza kugombea nafasi ya wakilishi lazima awe na sifa hizo ambazo nimezitaja. Mpenzi mtazamaji wa ZEC Online TV, hadi hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha elimu ya mpiga kura. Ni mimi Mohamed Idris Haji nikiwa na Bwana Maulid Ame Mohamed, mkuu wa kurugenzi ya huduma za sheria, Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Kwaherini.